Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imemkuta mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Uamuzi umetolewa hii leo Ijumaa Agosti 21 mwaka 2026 na kusomwa na kiongozi wa jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo, Jaji Dastan Ndunguru kwa niaba ya majaji wenzake James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Jaji Ndunguru amesema baada ya kupitia na kuzingatia ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka pamoja na hoja za mshtakiwa, mahakama imejiridhisha kuwa Lissu ana kesi ya kujibu. Lissu anashtakiwa kwa kosa la uhaini kinyume na kifungu cha 392D cha sheria ya kanuni ya adhabu iliyorekebishwa mwaka 2023. Kosa hilo linahusishwa na kauli alizotoa katika mkutano uliofanyika ofisi za makao makuu Chadema Dar es Salaam Aprili 3 mwaka 2025 kuhusu msimamo wa chama hicho wa kutoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na nia ya kuzuia uchaguzi huo. Katika shtaka hilo, Lissu anadaiwa kuwa akiwa raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutoa kauli na maandishi yaliyolenga kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Akisoma uamuzi huo, Jaji Ndunguru amesema katika hatua hii mahakama inapaswa kuangalia iwapo kwa kuzingatia ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka, mshtakiwa anaweza kutiwa hatiani. Amesema mahakama haitahitajika katika hatua hiyo kuingia kwa undani katika kuchambua ushahidi au kutathmini kiwango cha kuaminika kwake. Katika kufikia uamuzi huo, mahakama imezingatia viini vitatu vya kosa la uhaini ambavyo upande wa mashtaka ulipaswa kuvithibitisha. Jaji Ndunguru amesema moja mambo yaliyozingatiwa ni utii wa mshtakiwa kwa jamhuri. Kwa kuwa Lissu alikiri kuwa ni raia wa Tanzania, mahakama imeona kipengele hicho kimeungwa mkono na ushahidi uliowasilishwa. Aidha, mahakama imezingatia ushahidi wa shahidi 17 wa upande wa mashtaka ambaye alidai kuwa alikuwepo katika mkutano huo na kwamba Lissu alitoa kauli ambazo zinahusishwa na shtaka mbele ya viongozi wengine wa Chadema. Kwa kuzingatia ushahidi huo, Jaji Ndunguru amesema mahakama imeona kuwa ushahidi uliowasilishwa unamuunganisha Lissu na aliyomo katika hati ya mashtaka. Kutokana na hali hiyo, mahakama imehitimisha kuwa Lissu ana haki ya kuwasilisha utetezi wake dhidi ya ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka, na kesi bado inaendelea mahakamani hadi sasa, upande wa mawakili wa jamhuri wakiwa wanawasilisha hoja mbalimbali. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.